Karibu kwenye habari za ulimwengu. Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya majukwaa ya habari baada ya kusambaa kwa taarifa zinazodai kuwa Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefariki dunia. Taarifa hizo zimesababisha mjadala mkubwa duniani, huku baadhi ya watu wakiamini taarifa hizo ni za kweli na wengine wakisema ni uvumi usio na msingi. Taarifa za uvumi huu zilianza kusambaa haraka kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo baadhi ya watumiaji walidai kuwa kiongozi huyo wa Israeli amekufa katika mazingira ambayo hayajaelezwa wazi. Hata hivyo, taarifa hizo hazikuambatana na uthibitisho wowote rasmi kutoka kwa serikali ya Israeli au vyanzo vya habari vinavyoaminika. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli linalothibitisha taarifa za kifo cha Benjamin Netanyahu. Kutokana na ukosefu wa uthibitisho huo, wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa taarifa hizo zinaweza kuwa uvumi uliosambazwa mitandaoni. Baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa katika nyakati za mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi, uvumi kuhusu viongozi wakuu wa dunia unaweza kusambaa kwa kasi na kusababisha mkanganyiko mkubwa kwa umma. Hali hiyo mara nyingi hutokea hasa katika mitandao ya kijamii ambapo taarifa husambaa haraka bila uhakika. Aidha, wataalamu wa habari na mawasiliano wameonya kuwa ni muhimu kwa wananchi kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa vyanzo vya kuaminika kabla ya kuamini habari zinazosambaa mitandaoni. Hii ni kwa sababu uvumi unaweza kusababisha taharuki au taarifa zisizo sahihi katika jamii. Katika historia ya siasa za kimataifa, kumekuwa na matukio kadhaa ambapo uvumi wa vifo vya viongozi wakuu ulisambaa mitandaoni kabla ya kukanushwa na serikali zao. Matukio kama hayo yanaweza kuonyesha jinsi mitandao ya kijamii ilivyo na nguvu kubwa katika kusambaza taarifa kwa haraka. Kwa upande wa Israeli, Benjamin Netanyahu ni mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo na pia katika siasa za Mashariki ya Kati. Hivyo taarifa zozote zinazomhusu huwa zinavutia umakini mkubwa wa vyombo vya habari na jamii ya kimataifa. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa uvumi kama huu pia unaweza kuwa sehemu ya vita vya taarifa au propaganda inayoweza kufanyika katika mazingira ya kisiasa